Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Sauti ya Uzima na mimi ni Mgina Lord. Ni wakati mwingine tena ambao Mungu ametupatia kibali. Tuko mbele zako leo na tuna mgeni ambaye ametutembelea hapa Sauti ya Uzima. Yeye atapata nafasi ya kujitambulisha, tuambie ni nani, anatokea wapi, na baada ya hapo nitakwambia nini ambacho tunakwenda kujadili pamoja naye kwa siku ya leo. Karibu sana. Asante sana. Wewe unaitwa nani? Majina naitwa Mchungaji Ideka Hembwe. Hiyo ulivyoanza na Mchungaji Ideka hapo ndo umefanya vizuri. Usingeanza na mchungaji au cheo pale mbele, tungekuuliza umefikafikaje hapa. Ni Mchungaji Ideka Hembwe wa kanisa la Nayoth International na kiongozi wa makanisa hayo pia. Ni sasa naishi Katoro, nafanya huduma pale Katoro. Ni mme wa mwanamke, nina familia, nina mke na watoto watatu. Yesu ni Bwana. Karibu sana Sauti ya Uzima. Asante sana. Hii ni Sauti ya Uzima na leo kuna mada tuko nayo mezani. Pastor Ideka, nataka tuende tukajadili, iwe kwa faida yetu lakini pia faida ya mtazamaji wetu wa Sauti ya Uzima. Na kikubwa zaidi ambacho ningependa tukajadili siku ya leo ni kuhusiana na picha kubwa juu ya mpango wa Mungu kuhusu mwanadamu. Picha kubwa juu ya mpango wa Mungu kuhusu mwanadamu. Kama jinsi ambavyo mtazamaji unafahamu kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa kila jambo duniani. Kila kitu ni Mungu, yeye amekuwa mwanzilishi. Mungu ameanzisha uhai, Mungu ameanzisha mimea, Mungu ameanzisha viumbe, ameanzisha sheria, ameanzisha pia hata neno. Kwa tunataka tuangalie picha kubwa ya Mungu kwa maisha ya mwanadamu, ama picha kubwa ya Mungu kwa maisha ya kila siku ya mwanadamu. Unazungumziaje mpango mkubwa wa Mungu kwa maisha ya mwanadamu? Ni swali zuri sana kwa sababu mimi nimevyoendelea kufuatilia nimegundua kuna mkanganyo mwingi sana wa tafsiri ambazo zinakuwepo na imewafanya watu kuondoka kwenye lengo kuu lile ambalo Mungu alikuwa anawaza. Kwa sababu wengi wanatokea pale kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26 kwamba tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu na kwa sura yetu akatawale. So wengi wanaamini mpango wa Mungu kumuumba mwanadamu ni kuja kutawala. Lakini ni tofauti sana. Mungu ni paka anaamua kumuumba mwanadamu. Lengo lake lilikuwa ni kutengeneza jamii mpya ambayo yeye atakuwa na uhusiano nayo na ushirika nayo, ili atumie ule uhusiano na ushirika alionao na hiyo jamii kuufunua utukufu wake. Kwa lengo la Mungu kumuumba mwanadamu, na ndio maana Mwanzo anasema kwamba zaeni mkaongezeke, manake ili iwe jamii kubwa, ni ili awe na na mahusiano na ushirika na hiyo jamii, na kupitia hayo mahusiano na huo ushirika yeye Mungu aufunue utukufu wake. Okay, kwa maana hii ambayo tunaipata kwamba sio tu kwamba mpango wa kwanza wa Mungu ni kumuumba mwanadamu aje amwabudu, lakini ni Mungu kujidhihirisha utukufu wake kupitia mwanadamu. Yes, kwa sababu katika kuabudu ndipo ambapo ule utukufu unadhihirika. Yaani ni kitu ambacho Mungu mwanadamu hawezi kumwabudu Mungu kama hana ushirika. Kwa sababu ushirika unatangulia. Mahusiano yanatangulia. Ibada inafuata. Kwa ibada ni matokeo ya uhusiano na ushirika. Huu mpango wa Mungu, ama hii taswira kubwa ya mpango wa Mungu kuhusu mwanadamu, tukihusianisha na kanisa, unaweza ukaizungumziaje? Kwa sababu kama Mungu alikuwa na mpango mkubwa na mwanadamu, na sasa hivi tunalo kanisa. Ili kanisa liliingia vipi kwenye mpango wa Mungu kuhusu mwanadamu? Asante. Soma kwanza Isaya. Isaya 43 mstari wa 7. Tuone vile inasema. Kitabu cha Isaya 43 na mstari wa 7. Tasoma maandiko yanasema Isaya 43:7. Maandiko yanasema hivi. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Kila mmoja aliyefanya, kwanza aliyeitwa. Alafu aliyeumbwa. Kwa kuna kuumbwa, kuna kuitwa. Ambapo ukiliangalia kanisa ni kusanyiko la walioitwa na kuitika. Manake ni kwa sababu tu huku hawakuwa wanatumia lile neno kanisa. Lakini kama tungekuwa tunatumia lile neno kanisa tangu kwenye hivi vitabu vya Agano la Kale, manake bado hapa tungepata lile neno kwamba wale walioitwa. Kwenye Waefeso wanasema kwamba tumeumbwa katika Kristo Yesu. Manake mpaka tunaumbwa, mpaka tunaitwa, lengo ni kupata jamii ambayo hiyo jamii katika Agano Jipya ndio inapewa jina inaitwa kanisa.
kwa sababu ndio inaitwa kusanyiko la Kristo. Maanake lile kusanyiko ama ile jamii mpya inayopatikana, hilo ndio kanisa. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba kanisa sio tu tunaanza kulihesabu likiwa katika Agano Jipya, no? Lakini kanisa linaanza kuhesabiwa hata katika Agano la Kale. Kwa hiyo mpango wa Mungu huwa, taswira kubwa ya Mungu kuhusu mwanadamu katika upande huu wa kanisa haijaanza tu kwenye Agano Jipya. Lakini kwa kutokana mujibu wa kifungu tunasoma hapa inatuonyesha kwamba kama kanisa ni watu walioitwa, ina maana huu mpango wa Mungu ulikuwepo tangu wakati wa Agano la Kale. Na manabii wengi wamelitabiri sana kanisa kwenye Agano la Kale. Yani, kwa ufupi, yani Agano Jipya limeelezwa sana, limefichwa ndani ya Agano la Kale na Agano la Kale limefunuliwa katika Agano Jipya. Kwa tuna manabii ambao wametoa nabii kabisa. Kina Amos wametabiri habari ya kanisa. Wanasema kwamba mlima ulio juu wa nyumba ya Mungu, ule mlima ulio juu ya nyumba ya Mungu, lile ni kanisa. Kwamba sasa hili litakuwa ndio kusanyiko ambalo litakuwa ni kubwa kuliko makusanyiko yote. Tunapata picha ya kanisa hapo. Kuna manabii wengine ambao Yeremia anasema kwamba nami nitafanya agano jipya. Ule ni unabii wa kanisa. Ni Agano la Kale, lakini wanatabiri kwamba hizi vurugu zote za kuchinja wanyama, kutengeneza ushirika, lengo ni Mungu arudishe ushirika na uhusiano. Lakini sasa anasema kwamba hili jambo la ushirika wa wanadamu na Mungu, ambalo ndio mpango hasa wa Mungu, litatimia katika nini? Kile ambacho sasa tunakiita kanisa kwenye Agano Jipya. Lakini tayari huku kipo. Kuna kitu ambacho nataka tuweke sawa. Katika tukilizungumzia kanisa lina mapana makubwa. Kanisa lina engo nyingi ambazo tunaweza kulitazamia. Na katika kanisa tuna makundi mengi sana kanisani. Tuna watoto, tuna wazee, tuna vijana. Lakini kwa undani zaidi nataka tuguse kuhusiana na habari ya vijana. Tukiangalia huu mpango mkubwa wa Mungu juu ya mwanadamu kwa kanisa, lakini kwa engo hii ya kumtazamia kijana. Unamzungumziaje kijana katika taswira hii kubwa ya mpango wa Mungu kwa mwanadamu? Umeniuliza swali zuri sana ambalo mimi naamini kwamba kama kuna kundi rika ambalo Mungu analiamini sana ni vijana. Lakini hatuaminiwi sana na wanadamu. Ni kawaida. Kile kilichoaminiwa na Mungu, wanadamu wasiomuelewa Mungu hawawezi kukiamini. Kwa sababu mimi huwa navuta picha hata Adamu yule wa bustanini. Nikijaribu kufanya tafiti zangu mimi za kibiblia, huwa najikuta nagundua hakuwa mzee. Alikuwa ni kijana kabisa. Kwa sababu Biblia inasema nawe umfurahie mke wa ujana wako. Simply means kwamba swala la kuoa ni kwenye ujana. Adamu anaoea bustanini. Anasema kwamba nawe ulime. Kulima inahitaji energy. Biblia nguvu, inahitaji nguvu. Na Biblia iko wazi kwamba hiyo ni kategori ya vijana. Kwa tangu Mungu anaanza mpango wa kwanza, anamuumba Adamu wa kwanza, alimuumba akiwa amempa na zile sifa za ujana. Na Adamu wa kwanza anaposhindwa, Biblia inatuambia kwenye Wakorinto kwamba Adamu wa kwanza alishindwa, na sasa katika Kristo. Na tumwangalie Kristo mwenyewe kakamilisha yule mpango wote ndani ya umri wa ujana. Kwa maana yake Mungu ana seti mpango wake, lakini ule mpango, utendaji na utekelezaji wa ule mpango umeambatanishwa na kijana. Kuto kumwamini kijana ni kukubali kutotimia kwa wakati mpango ambao Mungu aliukusudia. Ninapata sasa picha nzuri ya kile ambacho najaribu kuzungumza, kwamba moja kati ya kundi ambalo linahitaji kupewa nafasi kubwa sana kwenye kanisa ni vijana. Sasa kwa kile ambacho tunajaribu kupitia kwa siku ya leo, kwa sababu tunaangalia picha kubwa ya Mungu kuhusiana na maisha ya mwanadamu, kuhusiana na uumbaji wake na kila kitu ambacho alifanya. Sasa tumehamia kwenye kanisa na tumeangalia jinsi ambavyo Mungu ameliita kanisa tangu wakati wa Agano la Kale, kupitia manabii, kupitia watumishi wake. Na sasa tumeangalia nafasi ya kijana katika kanisa na mpango wa Mungu juu ya kijana katika kanisa. Sasa nataka tuende ndani zaidi, tumzungumzie huyu kijana kwa ukaribu sana. Nataka tuanze kwa kuangalia nafasi ya huyu kijana katika kanisa na jinsi ambavyo Mungu aliliita kanisa. Huyu kijana anasimama katika nafasi ipi? Umejaribu kusema tu kwa juu kwamba anapaswa apewe nafasi yake, aheshimiwe na nini. Mungu amesema ana nguvu na nini na vitu kama hizo. Lakini nataka tu, kwa faida ya mtazamaji wangu wa Sauti ya Uzima,
nadhani kama unatakiwa bado tushibishe zaidi. Sawa sawa. Unajua kijana ni mtu ambaye sio tu ameaminika kwa Mungu lakini ni stock ya vitu vya kimungu. Kijana kwa mimi ndio uti wa mgongo wa mpango wa Mungu duniani. Kwa nini? Kwa sababu wakati Mungu amemuumba mwanadamu na ameweka ule mpango wa kwanza ule wa mahusiano sasa na ushirika, mwanadamu akakosea kwenye kitabu cha Mwanzo. Mungu akafanya matukio mawili pale ambayo ni very prophetic. Tukio la kwanza, alitoa neno la kinabii. Akasema kwamba kwa uzao wa mwanamke huyu nyoka atakanyagwa. Akafanya kitu kinaitwa prophetic act, tendo la kinabii. Akachinja mnyama, damu ikamwagika, akachukua ngozi, akamvika mwanadamu. Ambao tungesema ile ngozi, ile cover, that's glory of God. Ule ni utukufu wa Mungu. Manake alimwaga damu, tendo la kinabii, alafu kupitia ile damu ikapatikana kitu ambacho kinakuja kufunika ile aibu ya mwanadamu iliyotokana na dhambi. Sasa Mungu anaendeleza utaratibu upi? Baada ya hapo Mungu anaanzisha mfumo, kila wanadamu walipoondoka kwenye ushirika na uhusiano, aliinua watu au manabii ambao walifanya vitu viwili: aidha kuwakumbusha watu habari ya toba ili wakitubu warejee kwenye ushirika na uhusiano, au aliwatuma hao watu watangaze mapigo ambayo Mungu atayafanya ili wale watu wakikutana yale mapigo wakumbuke kurudi kwa Mungu. Ndio hapo tunaona manabii wanainuka. Tunaona watu, kwa mfano tunamwona Nuhu, anasema tu Nuhu akapata neema mbele za Bwana. Baada ya hapo Nuhu anafanyaje? Anatangaza, jamani, kuna mvua itanyesha. Kuna mvua itanyesha, kuna ghadhabu inakuja. Tunawaona manabii wananyanyuka, wanasema jamani, kuna mapigo yatakuja. Kina Isaya wanatabiri. Jamani, kina Yeremia wanatabiri kwamba jamani, haya mambo hapana. Kina Ezekieli wanatabiri haya mambo hapana. Haya ndiyo maisha, turudi kwa Mungu. Mungu alikuwa anainua watu, na sifa ya hawa watu ambao walikuwa wanainuliwa, walikuwa hawawezi kusema chochote wala hawawezi kutenda chochote kinachoweza kuwarudisha watu kwa Mungu bila kuwezeshwa na Roho wa Mungu. Sahihi. Kuna kitabu kimoja natamani tukiangalia, kitabu cha Petro. Petro wa pili. Petro wa pili. Kitabu cha Petro wa pili, sura ya kwanza mstari wa 21. Petro wa pili sura ya kwanza na mstari wa 21. Petro wa pili mstari wa 21, maandiko yanasema ambao kwao yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu. 1:21. Waraka wa pili wa pili wa Petro. Samahani, nilikuwa nasoma waraka wa kwanza. Waraka wa pili 2:21. 1:21. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wanadamu walitoa unabii wowote walioutoa, unaojua wewe unaitwa unabii. Waliongea walioyaongea kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Sahihi. Nataka niweke hoja gani hapo? Kwamba wale watu ambao Mungu alikuwa anawainua ili kuwatumia kurejesha mpango wake wa uumbaji, walikuwa ni watu ambao kwanza waliwezeshwa na Roho Mtakatifu. So mwanadamu yote ambaye hakuwezeshwa na Roho Mtakatifu hakuweza kusema lolote. Hata Farao aliyeota ndoto, Biblia inasema naye akasumbuliwa na roho. Sahihi. Yani hata mpagani ambaye alipewa mafunuo na Mungu kwamba haya yatasaidia watu wangu kunikumbuka na kurudi kwangu, Roho wa Mungu alihusika. Kwa manake nini Mungu anafanya? Anawatumiaje sasa vijana? Kwamba anainua kundi kwenye Agano la Kale sasa hiyo, anainua kundi la manabii, anainua kundi la watumishi, anainua kundi la watu, anawaachilia neema ya Roho wa Mungu
yule Roho wa Mungu anawawezesha hao watu kutoa unabii ama kutangaza mapigo ya Mungu, ili wale watu aidha watubu au waingie kwenye mateso, wamkumbuke Mungu, warejee kwenye mpango wa ushirika na uhusiano wa Mungu. Sasa kuna kitu ambacho ninajaribu kuona. Kama vijana wamekuwa ni kundi teule kwa kanisa, hasa kwenye huu mpango wa Mungu tangu Agano la Kale. Ni nini ambacho Mungu anasema kuhusu vijana kwenye Agano la Kale? Biblia inatuambia vizuri sana kwenye kitabu cha Yoeli. Soma Yoeli 2:28. Kitabu cha Yoeli sura ya 2:28. Mtazamaji wetu wa Sauti ya Uzima, tunajaribu kuangalia picha kubwa ya Mungu kuhusiana na kanisa, hasa kwa upande wa vijana. 2:28. Na maandiko yanasema hivi, kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 28, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Anasema baada ya hayo nini? Ukisoma mistari ya juu unaona anazungumzia mambo ya toba. Baada ya watu kutubu, hatua itakayokuja, mimi Mungu nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili. Ndio. Hawa watu watatabiri, wataota ndoto, wataona maono. Lakini angalia hapo, kuna kategori mbili. Kuna kategori ya wana wenu na vijana, alafu kuna kategori ya wazee. Ndio. Ukiangalia hapo, vijana wamepewa double portion, mara mbili ya kile walichopewa wazee. Anasema wazee wataota ndoto. Ndoto hazina utendaji, ndoto ni maarifa ambayo mtu anayatoa. Lakini anasema vijana watatabiri. Kutabiri ni tendo la utendaji. Wataona maono, manake vijana sio tu watatabiri, lakini watakuwa na uwezo wa kuelewa vitu kwa umbali. Sahihi. Manake kuna neema Mungu ataiachilia ya vijana ya kuelewa vitu zaidi, yani out of the box, nje ya boksi. Alafu atawaachilia na uwezo wa kunena. Kwa sababu amesema hakuna unabii ulikuja bila roho. Na sasa anasema nitamimina roho wangu. Lakini huyu roho atawashika vijana, atawapa uwezo wa kiutendaji, watakuwa wanenaji hao. Na yale watakayo yanena wao ndiyo yatakayowarudisha watu kwangu. Hapa tunapata picha nzuri sana ya kile ambacho najaribu kuzungumza, kwamba wazee wamepewa jukumu la ndoto. Na kama jinsi ambavyo umesema, ndoto ni maarifa, ndoto ni elimu, ndoto ni ujuzi. Kwa hiyo kama kanisa tunategemea wazee wawe sehemu ya hekima ya kanisa. Kwa hiyo kama tuna kanisa ambalo linakosa wazee wenye hekima, tumepungukiwa na Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Na vijana tumeambiwa kwamba wanabeba sehemu mbili, portion mbili, ya maono pamoja na unabii. Unadhani kwa nini sasa vijana tunapigwa vita sana? Nimewahi kuwa kijana na mchungaji mmoja akanambia, je, vijana hamwaminiki? Ila mimi nikabaki najiuliza, ni kweli hatutaki kuaminika ama wao wamechagua kutuamini? Mimi naamini tuangalie Mithali. Mithali 27:21. Kuna kitu kimoja kizuri sana ambacho kinaweza kutueleza kwa nini vijana hawaaminiki. Mithali 27:21. Tutasoma pale Mithali 27:21, maandiko yanasema 27:21. Maandiko yanasema kalibu ni kwa fedha, na tanuru kwa dhahabu, na mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Uwezo ulionao ndio utakaoamua upitie changamoto za aina gani. Moto unaosafisha dhahabu hauwezi kulinganishwa na namna wanatengeneza fedha au mawe ya kawaida. Thamani yako inaamua kiwango cha moto wako. Sio kwamba vijana hawataki kuaminiwa, ila kitu ambacho dunia imekataa kuelewa ni kwamba vita ya vijana ni kubwa sana, kwa sababu potentials, vitu vya kimungu vinavyoweza kuleta matokeo duniani ni vingi kwao. So shetani anachokifanya, anajua nikiwavuruga vijana nimevuruga kila kitu duniani.
kwa sababu kila kitu kinategemea vijana walio smart. Sawa sawa. Ndio maana Farao anasema tupate wapi mtu mwenye roho wa Mungu kama huyu. Kumbuka hapo anasema mtu mwenye roho wa Mungu kama huyu. Huyu alishamwambia tafuta mtu mwenye akili kuliko watu wote. So sio tu ana roho wa Mungu, lakini ana akili kuliko watu wote. Yeah. Kijana. Sasa kinachowaponza vijana mpaka wasiaminike ni vita wanazokutana nazo kwa sababu ya vile walivyo navyo. Paulo kuna neno anamwambia Timotheo. Timotheo wa kwanza 4. Okay. Niseme ka kitu hapo. Tasoma kitabu cha Timotheo wa kwanza 4. Timotheo wa kwanza 4 na mstari wa 12a. Okay. Timotheo. Maandiko yanasema hivi 12a. Timotheo wa kwanza. Okay, 12a. Hata 4:12. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Tubaki kwanza hapo. Mtu awaye yote hajataja aina. Manake hapo ni ilo awaye yote ni neno la jumla. Anaweza kama mzee, anaweza kuwa mtoto, ameokoka, hajaokoka. Yani haijalishi as long as ni yani as long as ni mtu asiudharau ujana wako. Manake ni nini? Ujana ni stage ya kuheshimika, sio ya kudharaulika. Yani unaweza usiwe na vitu vyote, kwanza tu kuitwa kijana manake umepewa nafasi ya kuheshimika. Ina maana kwenye ule mpango wa Mungu, ile picha kubwa ya Mungu kuhusiana na ujana umetengewa tangu mwanzo. Uasilia wake ni heshima kabisa, na ndio maana Mungu ana invest. Yesu alisema akasema kwamba mtu akinitumikia baba yangu atafanya nini? Atamheshimu. Na Mungu ameweka ndani ya vijana potentials za kiutumishi, za kiutendaji. Obvious, unagundua kabisa mwana kijana step aliyowekwa, stage aliyowekwa ni stage ambayo nyuma kuna kibao kimeandikwa wa kuheshimiwa. Sawa sawa. Ni takwa la kibiblia kwa kijana kuheshimiwa. Kuto kumheshimu kijana ni kosa kubwa. Unakiuka maandiko. Yes. Unamdharauje kijana? Haiwezekani. Sahihi. Sasa pale mbele hiyo Timotheo, Paulo ametaja baadhi ya vitu. Kwa nini anataja? Anyway, nikuulize Bwana Mgina. Mungu aliposema usiibe, manake anamaanisha una uwezo wa kuiba. Yeah. Kwa sababu Mungu hawezi kukataza kitu ambacho hauna uwezo nacho. Yeah. Mungu akisema usizini, manake yani wewe ni fundi, ni professional. Yeah. Sasa Paulo anaposema uwe kielelezo, manake ni kwamba yani kijana ana uwezo mkubwa wa kuwa kielelezo. Sijui uwe nini, ana uwezo mkubwa katika hayo ambayo Paulo anaeleza pale. Ila kuna vita ambayo kijana anakutana nayo ya kumzuia asiyafanye hayo kwa sababu ana uwezo nayo. Yeah. Kwa sababu sifa alizonazo, ana uwezo wa kuwa kielelezo kwa usemi. Ana uwezo wa kuwa kielelezo kwa mwenendo. Ni vitu ambavyo kijana ana uwezo navyo sana. Ila sasa kwa sababu hizi sifa ndizo ambazo shetani anajua zinaweza kumsaidia kijana kuoperate, kufanyia kazi yule roho aliyopewa ili kuwafanya watu waje kwenye uhusiano na Mungu. Na shetani lengo lake ni watu wasirudi kwa Mungu. So anakuja anampiga huyu kwamba hivi vitu ashindwe. Unapigwa kwa kitu ulicho nacho. Yes. Utaendelea ni kukatisha kidogo. Kuna story moja jamaa alikuwa anatuambia kwamba aliwahi kukaa na kwenye kundi la watu wengi. Akawa analalamika, anasema jamani, mimi nasikiaga watu wanalalamika kwamba wao wanawangiwa, wanalazwa nje, mara sijui vurugu nyingi, mara wana vita nyingi za kishirikina, lakini mimi sijawahi kuona kitu kama hicho. Mimi nadhani nimemshika Mungu sana. Akatokea jamaa mwingine kwenye ile kundi akasema hamna, sio kwamba umemshika Mungu sana, wewe washakumaliza. Kwa hiyo ndo maana hawahangaiki tena na wewe. Hawahangaiki tena na wewe. Kwa hiyo wana window wale ambao bado hawajapatikana. Kwa hiyo kama huna kitu cha kufanya washindane na wewe, hawana sababu za kushindana na wewe. Yes. Kwa hiyo kama una sifa
kama jinsi ambayo tumeona kwenye Mithali anasema kwamba mtu anatafutwa kwa sifa zake. Yes. Sahihi. Na hiyo ndio inafanya sasa vijana wawe kwenye vita kubwa. Mara hela, wanaotaka sana hela ni vijana, wanaotaka ndoa ni vijana, wanaotaka fashion ni vijana. Yaani unakuta shetani anawaidulia vitu vingi. Lengo, shetani anajua kwamba hawa kwa sifa walizonazo na uwezo walionao, nisipowavuruga sina kitu duniani. Ndio unakuta sasa wanapitia mazingira ambayo sometimes ile vita inawazidia. Kwa sababu kadhaa ambazo huko labda tutazisema kama muda unaturuhusu. Ile vita ikisha wazidia, wanashindwa kutembea kulingana na walivyo. Wanakuja kutembea tofauti na walivyo. Kwa hiyo kinachowafanya wa vijana wasiheshimike ni kwamba watu wanawatafsiri vijana kwa vita walionayo, na hawawatafsiri vijana kwa uwezo walionao. Mpango wa Mungu ama picha kubwa ya Mungu, kama jinsi ambavyo mada yetu ilivyo, kwamba tunaangalia picha kubwa ya Mungu kuhusiana na mwanadamu, hasa kanisa. Kijana anaonekana kwamba ni kiungo kikubwa sana kwenye mpango wa Mungu kulihusu kanisa, ama kwenye maisha ya mwanadamu, ama maisha ya Mkristo. Kijana anachukuliwa kama kiungo kikubwa sana. Ni maeneo yapi ambayo kijana anapigwa sana? Najua yako mengi, unaweza kutuambia hata baadhi ambayo unaona haya ndio maeneo ambayo adui anajua kabisa kwamba nikimwacha kijana hapa ananimaliza. Kijana, shetani anachokifanya, kwa sababu anajua mwanadamu ana uwezo mkubwa wa kimatokeo, hasa kijana, anampiga kwenye ametengeneza kitu ambacho tunakiita tamaa, shauku, tamaa. Kwa sababu kijana ni mtu ambaye mentality yake na saikolojia yake inamwambia hiki unakihitaji na unaweza kukipata. Sasa shetani anaenda anabadilisha ile shauku, anaitoa ile mentality ya kijana isiwe na shauku kwenye vitu vya Mungu, iingie kwenye shauku ya vitu vya dunia. Ndio anamuingizia tamaa ya macho, kiburi, sijui nini, kwa mambo kama matatu pale. Tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi. Ili sasa kijana aondoke kwenye uwezo wa kuwa kielelezo katika Mungu, aanze kupambania yale anayoyaona. Aanze kupambania vile anajisikia. Aanze kutafuta kuwa mkubwa kuliko mtu yoyote. Kiburi kinainuka. Sasa akishaingiza hiyo tu, tamaa ya macho ikiingia, tamaa ya mwili ikiingia, mwanadamu kijana anahama. Sasa tunawahukumu vijana kwa sababu ya tamaa za macho. Tunashindwa kujua kwamba macho, ile tamaa ya macho ni shetani anajaribu kuwaondolea focus. Biblia inasema kwamba Eva alipoliona tunda, kosa kubwa alifanya ni kuliona. Kwa shetani anachofanya anatazamisha shetani. Kwani Yesu alifanyaje? Yesu alioneshwa. Akamwambia, naye akamuonesha milki zote. Kilichomsaidia Yesu, aligundua kwamba hiki ninachooneshwa hakifanani na sababu ya potential nilionayo. Natakiwa nione tofauti na hiki. Ila akakubali alipokataa kuona kile, akawa safe. Kwa hiyo shetani amewapiga wapi vijana? Amewaingizia vitu anavyowaonesha. Shauku ya mwili aliyowapa, na kiburi, ile hali ya kutaka kuwa watu fulani. Unajua kijana, moja ya vitu ukitaka kugombana naye, mdharau. Sahihi. Yaani amwezi yule mzee ana madharau ya ovyo ovyo, ananichukulia poa sana. Ni asili, ni mpango tangu mwanzo kwamba ujana unapaswa uheshimiwe. Sasa kwa sababu shetani akishaingiza hayo mambo matatu, kamuingizia tamaa ya macho, anamuonesha tu vitu, anamuonesha vitu, kamuingizia tamaa ya mwili, anauamsha mwili, anamuonesha wewe una hadhi fulani, anamuingizia kiburi, anataka awe mtu fulani, tunampoteza. Anaondoka. Ni nani atamrudisha kumwambia, bane, kiburi unakiweza sana, lakini Mungu hakukutaka uinuke kwa upande huo. Mungu alikutaka ukae juu kwa upande huu. Nani amrudishe? Hawa waliotakiwa kumuonesha kwamba hicho unachokiona hukutakiwa kukiona hivyo, ulitakiwa ukione hivi. Nani amrudishe? Hawa waliotakiwa kumrudisha ndio ambao wamekataa kumwamini, na ndio hao wanaompigia, wanatumika kama njia ya kumpigia vita. Na hawajui. Kwa sababu najua shetani hana uwezo wa kuja physically, hana uwezo wa kuja kama yeye. Anatumia watu ambao wamefungua mlango kutumika kwa ajili ya kuwadhoofisha vijana. Na pasipo kujua wanamweka chini kijana, wanampoteza kabisa. Na kile kiungo kikubwa kwenye mpango wa Mungu juu ya
dunia, juu ya ulimwengu, juu ya kanisa, tunakuwa tumekiua kwa namna hiyo. Yes. Sasa nataka twende tuangalie tunamsaidiaje kijana. Nikwambie tu ili niende hapo sasa nijibu. Isaya alikuwa mtakatifu kwa kiwango gani mpaka Mungu akamwamini? Hata yeye pia anasema kwamba mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Hakuwa na usafi wowote. Nikanajiuliza wale waamuzi ambao Mungu alikuwa anawatumia walikuwa wasafi? Hapana. Samsoni alikuwa na usafi gani? Hapana. Situation zinatuonesha pombe alikuwa anakunywa. Sijui vitu najisi ameshika. Hatuoneshwi mtu aliyekuwa msafi Mungu akamchukua kumtumia. Tunaoneshwa watu waliokuwa wana hazina za kimungu katika hali zao hizo hizo. Yes. Mungu akawaleta. Akaanza kuwa sanctify, kuwatengeneza, kuwatakasa. Sahihi. Kwa hiyo tukiwapima vijana kwa hali zao, hatuna kanisa lenye nguvu. Ila tukawapima vijana kwa uwezo waliowekewa ndani na neema waliopewa, kitu tutakachoanza kukifikiria ni kwamba tuwasaidieje. Sahihi. Ili tuende nao pamoja. Sahihi. Nitaka hiyo niweke vizuri. Umeniuliza swali? Niliuliza kwamba ndio tumeangalia kwamba kijana kama jinsi ambavyo tunazungumza pamoja na mgeni wetu Pastor Ideka, tumekuwa tukijifunza kwamba Mungu alikuwa na mpango mkubwa juu ya ulimwengu. Mungu alikuwa na picha kubwa juu ya ulimwengu, juu ya kanisa, juu ya dunia. Lakini tukaangalia ili mpango wa Mungu utimizwe ama Mungu afanye kile ambacho anakusudia kufanya, ana kiungo kikubwa ambacho anakitumia kutimiza mpango wake. Na tumeona kwamba kijana ni moja kati ya kiungo kikubwa sana ambacho Mungu anatumia kutimiza mpango wake. Kwa nini Mungu alimchagua kijana? Tumeona kwamba kijana ana nishati kubwa sana na vitu vingi vya kiungu ndani yake. Na tumethibitisha kwenye kitabu cha Yoeli, anasema nitamimina roho yangu juu ya vijana, watatabiri lakini watakuwa na maono. Lakini tukaja kuangalia, tumeona kwamba haya aliyoyabeba kijana ndiyo yanamsababishia vita nyingi sana. Sasa na watu ambao walitakiwa wamsaidie ndio watu ambao wanatumika kumpiga vita kijana. Sasa swali langu likaja ni kwamba huyu kijana tunamsaidiaje kama kanisa, kama wazee, kama watu ambao tunazunguka ili rika la vijana, tunawasaidiaje? Nini wajibu wetu kwa vijana? Tuwafanyie nini? Mimi nitasema mambo matatu tu ambayo kama tunaoishi na vijana tukiyafanya tutegemee kwamba kile Mungu alichokuwa na kiwaza kitatokea. Mambo matatu. La kwanza, lazima tuwaamini. Yaani hatuna namna ya kuwasaidia kama hatutawaamini. Unajua mtu ambaye anafanya kitu afu anakosea alafu ukimcheka umempoteza. Lakini akaanguka alafu ukaamini kwamba bado unaweza. Wazungu wanasema kwamba kufanya sana huleta ufanisi. Kadri unapofanya ndivyo ambavyo unapata ufanisi. Sasa lazima uaminiwe. Lazima tuwaamini vijana kwamba wanaweza kufanya. Kuna senario moja kwenye Biblia, hii nafikiri tuiangalie. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 12:25. Hapo tutasoma maandiko kama matatu hivi. Okay. 12:25. Mstari wa 12, sura ya 12 mstari wa 25. Maandiko yanasema hivi, na Barnaba na Sauli walipokwisha kutimiza huduma yao, wakarejea kutoka Yerusalemu, wakamchukua pamoja nao Yohana aitwaye Marko. Wamemchukua Yohana, Paulo na Barnaba, wanaenda naye kwenye safari ya kiutumishi. Wameona huyu dogo ana uwezo mkubwa, na sio kwamba hana, kweli anao. 15, Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 37. Tunasogea mbele kidogo, sura ya 15 mstari wa 37. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 37. Barnaba akaazimu kumchukua Yohana aliyeitwa Marko pamoja nao. 38. Bali Paulo hakuona vema kumchukua huyo aliyewaacha huko Pamfilia asiende nao kazini. Ona sasa hapo. So umefika hadi 40. Nenda tena hadi 39 inasema basi palitokea mashindano baina yao hata wakatengana. Barnaba akamchukua Marko akatweka kwenda Kipro. 40. Lakini Paulo akamchukua Sila akaondoka akiombewa
akiombewa na wale ndugu apewe neema ya Bwana. Paulo na Barnaba wanatoka Yerusalemu, wanaenda kumchukua Marko, Yohana. Wameona potential ndani ya huyu kijana. Huyu kijana atatusaidia. Sio kwamba hana, kweli anayo. Wanaenda, wanafika Pamfilia dogo, kwa sababu ya vile alivyo navyo na zile mambo tatu, ule tamaa ya macho, ya mwili, ya nini, kiburi. Dogo anadondoka, anashindwa kuhimili, anapigwa, anasema mimi narudi zangu. Dogo anarudi. Barnaba na Paulo wanamaliza safari, wanarudi. Safari ya pili, Barnaba anasema huyu dogo ana vitu, tuendelee kumwamini. Paulo anasema hatuna sababu ya kumwamini, huyo muuni tu, atatushinda njiani, atatuvuruga huyo. Juzi bora hata hivi aliamua kurudi mwenyewe, kama angechukua mwanamke. Sahihi. Paulo anakataa kabisa, haiwezekani. Barnaba anasema tumwamini tena. Paulo anasema sina sababu ya kumwamini tena. Akamchukua Silas. Paulo na Sila wanaenda. Barnaba anasema no, mimi nimechagua kumwamini hata kama ni mbovu. Kwa sababu katika kumwamini kuna siku itafika atagundua kwamba kwa hii imani ninayopewa ninaweza kufanya. Sahihi. Ile hali ya inferiority ya kujiona duni itaondoka. Ndio sasa ona, baada ya kuaminiwa yule kijana. Timotheo wa pili 4:11. Timotheo wa pili 4:11 tutasoma hapo maandiko yanatuambiaje. 4:11 maandiko yanasema Luka peke yake yupo hapa pamoja nami. Umtwae Marko umlete pamoja nawe, maana anifaa kwa utumishi. Leo sasa Paulo anakumbuka kwamba udogo anafaa. And wewe unajua kuna vitabu ambavyo Marko, Yohana kaandika. Yes. Na vingine kamsaidia Paulo, si kabisa. The same person ambaye Paulo alikataa kumwamini kwa sababu ya udhaifu. Lakini akapata mtu aliyemwamini kwa udhaifu wake huo huo. Barnaba haoni udhaifu, anauona uwezo uliomo ndani yake. Anaamini tukiucultivate huu uwezo unaweza kuzaa matokeo na huu udhaifu ukapotea. Paulo anaamini kwamba ukiwa dhaifu, pambana na hali yako. Sasa huyu aliyemkubali kwa udhaifu akakubali kumwamini, akaendelea kutembea naye. Kesho yake Paulo anasema huyo dogo nileteni. Anasema ananifaa. Na inawezekana Marko kaandika vitu vingi kuliko alivyoandika Luka. Sahihi. Na ni neema. Tuombe Mungu tu watu wenye vitu vikubwa, hasa vijana, wao wanaangukia kwenye mikono ya watu ambao wana neema pia ya kuamini watu. Sawa. Kwa sababu kija kuangalia hapa Paulo pamoja na Barnaba ni kama walikuwa wanatofautiana hizi neema. Yes. Na Paulo ni kama baadaye anakuja kukubali kuona okay, mimi ni kama sikuwa na neema ya uwezo wa kumbeba mtu na madhaifu ya kumsubiri. Unajua tuna wale watu ambao hana muda wa kungojea mpaka utakapochongeka ukae vizuri. Yeye ni moja twende, uwezi subiri. Kwa sababu tunaona mara nyingi Paulo amekuwa ni mtu ambaye anataka vitu vifanyike kwa wakati huo. Lakini tunamwona Barnaba ni mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kusubiri. Ni mtu alikuwa na uwezo wa kuvumilia. Kwa hiyo angalau hata kama tutakosa wazee wote, basi angalau kwenye viongozi papatikane watu ambao watakuwa na neema hii ya kusema okay, kwa sababu nyie mmeshindwa, wacha mimi na uwezo wa kumbeba huyu akafanyaje akafika sehemu. Sasa wewe kama huna hiyo neema, kwa nini uwe mchungaji? Mwana mchungaji lazima una uwezo wa kulea. Lazima uvumiliane, uchukuliane na mtu, uwaamini watu. Sahihi. Sasa kama wewe ni mchungaji na uwezi kuwaamini watu, acha. Kama wewe ni mwenyekiti wa idara, acha. Kwa sababu mwenyekiti wa idara ni mchungaji wa idara. Wewe ni mwenyekiti wa vijana na uwezi kuwavumilia vijana. Uwezi kuwaamini katika udhaifu wao. Then uwezi kuwasaidia. Sahihi. Kwa sababu yule unayemwamini akigundua unamwamini, atakusikiliza kwa sababu unamwamini. Atakuwa wazi kwako kwa sababu unamwamini. Hatojificha kwako kwa sababu anaamini, yani nimevuruga hapa, mtu pekee anaweza kunielewa na akanipa nafasi nyingine, ni fulani. Manake wewe unakuwa ni eneo la kukimbiliwa, sio eneo la kukimbiwa. Tusipowaamini watu vijana kwa uwezo walionao, kwa sababu ya yale tunayoyaona, watatukimbia. And I tell you, wakitukimbia hawatoangukia mikononi mwa watu salama. Wataangukia mikononi mwa watu wabaya, alafu wale watu wabaya watawapokea kwa upendo. Then watawapoteza.
Tiba ya kwanza kwa kijana ambaye anasumbua sana, lakini mnaona kabisa na uwezo mkubwa wa kumtumikia Mungu na ana kitu cha kiungu ndani yake, mpeni nafasi, kuenda na nafasi ya kumvumilia, uone kitu ambacho Mungu atafanya kwenye maisha yake. Kwa jambo la kwanza tumeangalia kwamba kijana apewe nafasi, aaminiwe. Yes. Trust them. Yeah. Muamini. Yaani muoneshe kwamba bana unaweza. Hapo umekosea ila unajua unaweza kushinda hii dhambi. Hivi unajua ikiwa hivi hii dhambi unaweza kuishinda. Mimi nakuamini. Wewe sio kuanguka miguuni mwa huyu mwanamke. Uwezo unao. Mimi bado naamini hata kama umeamka, inuka tena. Pray with him or with her. Omba naye, mtie nguvu. Tuendelee. Sawa. Tembea safari zako, mpe ashike mkoba. Na muamini. Yaani kuna hatua tu mtu atafika ataweza kuona aibu. Yaani ataanza kujilazimisha kuacha, sio kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kwa akili ya kawaida kwamba sasa naona aibu. Anapoanza kujaribu kujitahidi kuacha, neema ya Mungu inakuja inamtoa. Amen. Kitu cha pili, defend them. Walinde. Walinde. Unajua shida inatokea, vijana hawalindwi. Unasikia mchungaji anasema, yaani tuna vijana wahovyo kabisa. Kuna story, na mimi naamini hata ile issue ya Paulo na Marko Yohana. Paulo alifanya makusudi. Alifanya makusudi. Anyway, hebu tuangalie Philemon, kitabu cha Philemon. Kuna mtu pale anaitwa Onesimo. Philemon, kitabu cha Philemon sura ya kwanza mstari wa 10 hapo hadi 15. Maandiko yanasema hivi, nakusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yaani Onesimo, ambaye zamani alikuwa hakufai, bali sasa nakufaa sana, wewe na mimi pia. Niliyemtuma kwako yeye mwenyewe, maana ni moyo wangu hasa, ambaye mimi nalitaka akae kwangu, apate kutumikia badala yako katika vifungo vya Injili. Lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako usiwe kama kwa lazima, bali kwa hiari. Sikulazimishi kumwamini udogo, lakini mimi na uwezo wa kumsemea udogo, muamini tena. Mpokee. Paulo anajua kabisa huyu Onesimo alikuwa kimeo. Nilikuwa najaribu kumtetea Paulo pale mwanzoni kwenye habari za Marko, lakini hapa ni kama yeye mwenyewe amejichomoa. Anasema usinitetee. Mimi ananiambia kabisa kwamba pale kwa Marko nilifanya kusudi, haikuwa bahati mbaya. Nilikuwa natamani kuona kwamba labda ilikuwa ni kaliba, ilikuwa ni aina ya ni neema, yani ni jinsi ni character ya Paulo, lakini naona kumbe sio, kwa sababu kama alikuwa na uwezo, anajionyesha kwamba yeye pia ana uwezo wa kumvumilia mtu. Yeye pia ana uwezo wa kuona uwezo alionao mtu na asihesabu madhaifu yake. Yes. Yeah. Anamsemea. Ule usemi wake unamlinda Onesimo. Kwamba alikuwa hapo anatumia lugha nzuri. Sio kama nakushawishi ukubali. Yaani hili ni sio kama nimekulazimisha. Lakini naweza kumcomment mtu. Hataki kuonekana kama anampendelea ama lakini kiuhalisia udogo kavuruga sana kule. Sahihi. Haiwezekaniki kupokelewa tena. Lakini anasema bwana, mimi huyu nimekaa naye, mpokee hivyo hivyo. Yaani sasa hivi atakuwa mtu mwingine. Sasa vijana wanahitaji mtu ambaye publicly atawazibia. Alafu huku ndani ndo atawasema. Kijana wako ni mbovu, ukiwa kwa watu unamsemaji. Mimi mwenyekiti wangu yule hamna kitu pale. Then hawezi kuwa kitu, kwa sababu dunia yote kule tayari imeshamdogoisha. Hawezi sema neno. Tunatakiwa tuwalinde, tuwasemee. Ila tukiwaingiza huku ndani kwenye vikao vya ndani, ndio tunawasema kwamba bana, hapa wewe unazingua, hapa wewe unazingua, rekebika hapa, rekebika hapa. Tukitoka nje tunawasemea. Jamani, hawa ni vijana wetu, hawa ndio tunaowategemea hapa. Ni ngumu sana kumtibu mtu ambaye ndani unakuja kumshoot na nje unaenda kumchafua. Uwezi. Yaani ni ngumu sana kumtibu mtu wa namna hii. Hata kama alikuwa ni mtu ambaye ana mpango wa kurejea, sidhani kama anza karejea. Hawezi, kwa sababu si hana mtetezi. Kwa sababu hakuna mtu anapenda kuaibika. Yaani hata hao wanaofanya kila kitu, hakuna wanaopenda. Tukitoka nje, mimi naonaga kujua mtu mmoja kanambia, kujua madhaifu ya mtu sio sababu ya kuyasema. Na sio wakati wote utamtibu mtu mwingine kwa kueleza madhaifu ya mtu mwingine. Sahihi. Vijana tungekuwa tunawafanyia kama Paulo alivyofanya kwa Onesimo, kwamba tunasimama tunawasemea. Hawa wana uwezo, tunausemea uwezo ulioko ndani yao.
Manake tukiusemea ule uwezo ulioko ndani yao, kuna nguvu inaingia ndani, inaenda kustia up, inaenda kukoroga. Kuna hali fulani wanaanza kusikia ya kujiamini. Hawataogopa ukiwaambia nendeni. Sahihi. Kwa sababu tunawasemea. Lakini I tell you, moja ya sehemu tumeshindwa kama walezi wa vijana na watumishi wa vijana ni kuwasemea vijana. Tunaonaga fahari kusimama kanisa. Mimi nimewahi kutenga, lakini sijawahi kutangaza dhambi ya niliyemtenga. Nasemaga tu huyu amekiuka maadili ya kiimani na Kikristo, kwa sasa hivi atapumzika shughuli za. Natumia neno hilo. Kwa sababu siwezi kusema pale nasema huyu alikuwa mzinzi sana, huyu yani ni kweli namtenga, lakini namuharibu. Na ni kama unahukumu. Sasa atarudije tena huko? Nilishamtangaza hadharani. Kama alifanya kujitangaza yeye, mimi nitafanya kazi ya kumsafisha nje. Kama hatutawalinda kwa kuwasemea, bro, hatuna vijana, na kama hatuna vijana hatuna kanisa. Sahihi. Na hii ni kazi kubwa sana. Ni kazi kubwa kwa sababu inataka moyo wa upendo. Yes. Inataka moyo wa upendo, kwamba kama una lengo la vijana wakue, na tumesema ni kiungo kikubwa kwenye mpango wa Mungu. Yes. Na kama tunataka kitumike hicho kiungo kikubwa kwenye mpango wa Mungu, lazima kuwe na watu ambao pia wana kwenye Kiswahili tunasema kifua, una kifua kikubwa cha kubeba cha kubeba hao watu, kwa sababu najaribu kupata mantiki ya kile ambacho Pastor Ideka anasema. Unajua ukiwa mzazi na ukabarikiwa kuzaa watoto ambao ni very smart, watoto ambao wako vizuri sana kichwani, kuna wakati wanakuchallenge hata mzazi. Yaani kuna wakati unajua kulea sio tu watoto mburula, watoto wagumu vichwa ndio kazi kulea, hata watoto ambao wana akili nyingi. Kuna wakati waga ni ngumu sana kulea. Utafanya kitu cha kijinga, mtoto anakuzingua kabisa, anamwambia baba vitu haviendagi hivyo. Kwa unajikuta ni shida. Kwa hiyo hata watoto ama vijana ambao wamepewa vitu vikubwa sana vya kiungu, kuna wakati inaweza kuwa ni changamoto sana kuwalea, kwa sababu unahitaji kuwa na, wanasema the higher the gift, the higher the place of ile gift kuchukua nafasi. Yaani hatuwezi kuwa na vipawa vingi kanisani alafu tuna nafasi kadogo cha vile vipawa. Lazima tuandae nafasi kubwa kwa ajili ya hawa vijana. Tuongezee jambo moja. Jambo la tatu. Sijui kwa Kiswahili wanasemaje. Ni kama tuwatengeneze. Let's mentor them. Okay. Tuwatengeneze. Hapa ndio tumepoteza vijana. Tuwashauri, tuwatengeneze, wafananie kile walicho nacho. Kuwatengeneza, kuwa mentor ni kama kuwanacha, waendane na yale mazingira ya kiungu, ya vile walivyo navyo ndani. Ambao huo ni mchakato. Paulo anamwambia nini Timotheo? Niangalizie hiyo. Timotheo wa pili 2:1-3. Timotheo wa pili 2:1-3 anasema, basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Tembea na hiyo neema na yale uliyoyapata kwangu, kwa sababu ni mimi nimekufundisha imani. Paulo katembea na Timotheo. Paulo kasimamia mambo ya Timotheo. Nafikiri Paulo ndo alisimamia mpaka kutahiriwa kwa Timotheo. Yeah. Anamtengeneza. Paulo amekuwa sio tu anatoa ushauri, anamweleza, lakini mpaka Timotheo anapoenda kuwa mchungaji kule, Paulo bado anasema naye, anamtengeneza kwamba hivi ndivyo ambavyo nataka uwe. Yaani vile nilivyo, ninavyotembea katika neema ya kiungu, na wewe utembee hivyo hivyo kwenye neema ya kiungu. Sasa tunahitaji watu ambao watakubali kuwa mentor vijana. Of course ndio, kuna vijana hawako tayari kuwa mentored. Hiyo ni changamoto. Lakini kuna namna ikifanyika inaweza kuwafanya wengine wakatengenezwa, na hawa wakatusaidia kuwatengeneza wenzao. Kwa sababu mimi naamini, sijui kama naamini sawa, sio watu wote watatengenezeka mkononi mwako. Sahihi. Hata darasani mwalimu unaweza kuwa unapiga pindi wanakuelewa watu 20. Kuna 30 ambao wanasema mimi simuelewi teacher, mwanangu wewe ulielewa vipi? Unampiga pindi anakuelewa wewe kuliko mwalimu. Pastor Ideka, moja ya changamoto ambao ninadhani tunapitia vijana, watu wengi wamekuwa wakiamini, hasa wazee wamekuwa wakiamini kwamba mentorship ama
kuwasaidia watu kukua katika ushauri na maelekezo, tumekuwa tukidhani kwamba ni kwa maneno na vipindi vya madarasa tu. Lakini nadhani mentorship inaweza ikawa ya maana zaidi kama pia vijana wataona kile ambacho unakiishi. Kwa mfano kule mwanzo kwenye kitabu cha Yoeli tumesema wazee waliwekewa kafungu kao kabisa, wakasema nyie mtakuwa tu wa hekima, watu wa maarifa. Sasa kama hawa wamepewa nafasi zingine, huwezi kubeba huduma ya unabii kama nyuma yako hakuna nafasi ya hekima na maarifa. Wakati mwingine unaweza kupata unabii, lakini kupata tafsiri ya unabii unahitaji mtu mwenye hekima. Sasa wakati mwingine hekima haitafsiriwi tu kwenye maneno, lakini pia wakati mwingine hekima inatafsiriwa kwa matendo na maisha ya mtu. Kwa nadhani pia hapa tuwakumbushe wazee, wachungaji na viongozi kwamba kumenta mtu sio tu madarasa, lakini pia umesema wakati mwingine umpe mkoba akufuate kule unakoenda. Ile pia nadhani ni sehemu ya mentorship. Nafikiri tu sijui ni hii miaka ya hapa karibuni kuna roho ya ubinafsi imeingia. Hapo kale wazee walikuwa wanatembeaga na vijana. Siku hizi hamna hiyo. Siku hizi wazee wanataka wakale kuku peke yao. Au sije. Na kweli hizo safari zimepungua sana. Kuna mzee anamwambia kijana nisitwende wote. Ni kweli. Hiyo umesema sahihi. Siku hizi wanabaki tu na kauli kwamba vijana waaminiki watazalisha, lakini kuna wazee wenyewe ni wabovu hata vijana. Na pengine hata hizi baby vijana kwa sababu wanajua huko wanakoenda nini. Jamani, sio vita, lakini tunajaribu kuweka kitu sawa. Kwa hiyo kama wazee wangekubali kumenta mtu, unajiuliza idara ya vijana kanisani, mlezi ni nani? Labda tuseme labda mchungaji. Ni lini mchungaji ameingia kwenye mfumo wa maisha ya vijana ili apate namna ya kuongea na vijana na kuwaonesha vijana kwamba huu ni mfumo mzuri, lakini hebu tutoke hapa kidogo tuje hapa. Sahihi. Wanaosema wanamenta vijana wamegoma kuingia kwenye mfumo wa maisha ya vijana. Mimi kuna kundi fulani niko nalo Kigoma. Nikiwa nao uwezi amini kama mimi ni mchungaji. Tunatania, tunacheka. Lakini kija issue ukimwambia mtu njoo, hii ngoma hii haiko sawa, ana admit, anakwambia hiyo ni kweli, Mungu tu anisaidie. Nimeingia kwenye mfumo wao, ikiwa ni sehemu ya kucheka tunacheka. Nawaambia hata mbinguni wanacheka. Zaburi nasema Mungu mbinguni anacheka. So I can't be serious. Lakini unakutana kuna wakati wanakuambia kwamba inabidi uwe serious. Vijana kuna namna lazima ukubali ili wakuelewe. Tengeneza mazingira ili wakuelewe. Alafu anza kuwa nature, anza kuwaelekeza. Vijana hatuwakomandi. Huwezi kumenta kijana kwa kumkomandi. Na hakuna mchungaji aliyeitwa kuwa kamanda. Sahihi. Wachungaji hatuishi kwa matamko. Wala mentors hawaishi kwa matamko. Mentors wanaishi kwa fundisho na ushauri. Sahihi. Kwamba kwa nini usingefanya hivi? Kwa sababu hii inaweza ikakuletea hivi. Kijana ukienda ukimwambia nimesema fanya 1 2 3, watakuangalia mzee kaanza tena. Tayari unazoeleka kwa ukali. Wanakuzoea. Kwa hiyo ili twende, Paulo anamenta Timotheo. Elia anamenta Elisha. Musa anamenta Joshua. Na tunaona Joshua alipokataa kumenta watu, mambo yaliharibika. Uharibifu ukatokea. Anasema kikainuka kizazi. Mimi nawaulizaga hawa wazee, hivi hawa wazee wenye miaka labda kuanzia 60 wakiondoka, ile injili waliokuwa nayo nani kabaki nayo? Sahihi. Hamna mtu amebaki nayo. Kuna mzee mmoja yuko hapa Kigoma, nilikuwa naongea naye juzi kati. Nikamwambia sikukutegemea sasa hivi uwaze kutafuta hela. Nilikutegemea sasa hivi wewe umekaa na vijana. Unabadilishana nao mawazo. Kwa sababu umri ulionao na injili ambayo ninyi mnayo mlitakiwa, hamwezi kutuachia hiyo injili kwenye mafundisho ya kanisani. Never. Tunakutana ibada ya vijana Jumapili mara moja kwa wiki. Huwezi. Lakini kuna vile ambavyo tutakuwa hivi. Kuwafanya vijana kuwa rafiki zako. Ili waingie kwenye mfumo. Kwa sababu kuna vitu vingine watakuwa imparted, watakutana na impartation kwa yale unaoyafanya wewe na mazingira ambayo unawapeleka. Kiukweli hii ni changamoto kubwa. Tuna idadi kubwa sana ya wazee hao ambao tulitegemea tuwaite wazee wenye hekima. Wanachukia sana kundi la vijana. Yes. Wanaamini kwamba ukiwa kijana haujaokoka.
na wanaamini kwamba huwezi kuokoka ukiwa kijana. Lakini kwa sehemu kubwa ya maandiko ambayo wanayabeba Biblia wanasoma kanisani, waliokuwa wanapewa hizo huduma walikuwa ni vijana. Sasa huwa najaribu kujiuliza, kama mnashindwa kutuamini na mnaamini watu waliotumika kufanya hii kazi, nyie ni watu wa namna gani? Kwa sababu kama mnasoma kina Samueli, kina nani, hawa wote wameanza kufanya kazi wakiwa ni vijana. Kwa nini hamtuamini? Kwa hiyo ni changamoto kiukweli, yani tunapata wakati mgumu sana. Ni shida. Hebu chukua vita ya Daudi na Goliati. Wale wazee wanamwambia Daudi, hauwezi kupigana na Goliati kwa sababu yeye ameanza kupigana vita tangu ujana. Yani yule jamaa mpaka leo mnamuogopa. Hii ngoma alianza akiwa nani? Kijana. Halafu mimi hamtaki nianze nikiwa kijana. Leo mimi ni kijana, mnanikatalia nisipigane vita. Wakati huo huo mnaadmit, mnakubali kwamba yule jamaa ni tishio kwa sababu alianzaga kupigana akiwa nani? Kijana. Kama yule ni tishio leo kwa sababu alianza kwenye ujana, kwa nini msiniamini na mimi kwamba natakiwa nianze nikiwa kijana? Sahihi. Yani, wakati huo huo wanakubali, wakati huo wanakataa. Wakati huo wanasema sisi enzi zetu tukiwa vijana, wakati huo wanakataa kwamba sisi enzi zetu tukiwa vijana hatuwezi kufanya kile ambacho wao walifanya wakiwa vijana. Mungu atusaidie sana. Mtazamaji wetu wa Sauti ya Uzima, tumekuwa hapa na Pastor Ideka. Tumepata wasaa mzuri, tumezungumza mambo mengi sana, lakini mada yetu kubwa ilikuwa ni mpango mkubwa wa Mungu juu ya kanisa, hasa katika eneo hili la vijana. Tumeangalia vijana ni watu ambao wamepewa mambo mengi sana ya kiungo kwa sababu wao ndio kiungo kikubwa cha kutimiza huu mpango wa Mungu. Lakini kwa ndani zaidi tumeangalia baadhi ya vita ambazo vijana wanapigwa, hasa kupitia habari ya tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi. Hilo ni eneo ambalo adui anawapiga sana. Lakini hapa mwishoni tulikuwa tukimalizia kuzungumzia ni tunawezaje kumsaidia kijana, ama kanisa lina nafasi gani ya kumsaidia kijana. Tumeangalia vitu vikubwa vitatu. Pastor Ideka ametufundisha vizuri, anasema kwamba sehemu ya kwanza tumwamini kijana. Lakini sio tu kumwamini, kijana anapaswa alindwe. Na zaidi ya kulindwa, kijana anapaswa atengenezwe, tumfanyie mentorship. Haya ni maeneo matatu ambayo najua inawezekana mnafanya kanisani kwenu ama hamjaanza kufanya. Kwa hiyo wale ambao hamjaanza kufanya, wachungaji, hii ni nafasi ya kujifunza kwamba tunayo nafasi ya kuwasaidia vijana kuwa kiungo hichi kikubwa cha mpango wa Mungu kwa kanisa. Pastor Ideka, kwa kumalizia, unawaambia, nataka moja kwa moja uwaambie, uzungumze na wazee. Zungumza na wazee, kuwa huru, ongea na wazee. Sawa. Kitu ambacho naweza kuwaambia wazee, waelewe kwamba nyakati zinabadilika. Changamoto za nyakati zao sio changamoto za nyakati hizi. Mambo waliokutana nayo wakiwa vijana yakasumbua, sio mambo yanayowakuta vijana wa sasa hivi na kusumbua. Kwa wakubali kubadilisha mtazamo kwamba vijana wataonesha tabia na hali tofauti na ambazo wao walizitegemea. Mbili, wazee kumbukeni na tambueni hili kwamba uwekezaji wa Mungu kwenu haufanani na uwekezaji wa Mungu kwa vijana. Tatu, wazee ni waombe sana tuwatambue vijana kwa uwezo walionao, sio kwa hali wanazozionesha. Wanaweza kuonesha udhaifu, lakini uwezo walionao unaweza kuleta badiliko kubwa kuliko udhaifu tuliouangalia. Tukifika hapo, tuende kwenye yale mambo matatu. Tuwaamini jinsi walivyo, tuwalinde jinsi walivyo, tuwatengeneze au kuwamenta jinsi walivyo. Na ninakuhakikishia, vijana wakisha kaa vizuri, ninyi wazee mtarelax, kanisa litakuwa, litaongezeka kiidadi, litaongezeka kiroho, litaongezeka kiuchumi, litaongezeka kila kitu. Na sasa kila ambacho Mungu anakisubiria ili Kristo aje, kwa sababu wazee wote najua mnachokiwaza ni kwamba Kristo aje. Lakini nataka niwahakikishie, kama vijana hawatakaa vizuri, Kristo haji leo wala kesho, kwa sababu kanisa litakuwa halijakaa vizuri. Sahihi. Basi Mungu akubariki sana kwa kile ambacho unaweza kuwa nacho. Aidha una swali, una maoni, ama una jambo lolote lile ambalo unahitaji kuuliza juu ya somo ambalo tumejifunza leo. Picha kubwa kuhusu mpango wa Mungu kwa kanisa na hasa katika kundirika hili la vijana. Unaweza ukatuandikia komenti yako hapo chini, ama ukatuandikia kwenye email yetu, lakini pia nitakuwekea mawasiliano ya Pastor Ideka hapa. Ukiwa na hitaji kumuuliza yeye binafsi, unaweza ukamtafuta na ukawasiliana naye. Basi nikushukuru sana kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya Sauti ya Uzima. Mungu akubariki sana. Amen.
Mungu akubariki sana Pastor. Asante sana. Amen. Amen.